Hongera dada yangu Nandy. Asante. Kwanza Nandy Festival ni tamasha ambalo limefanikiwa kwa muda mrefu. Na mimi ni mmoja wa waandishi wa habari ambao naweza nikawa najivunia. Tangu tamasha limeanza mpaka leo limefika, nimepata nafasi ya kuzunguka mikoa mingi sana. Nimeona nguvu yako, nimeona ukubwa wako. Nadhani tamasha la mwaka huu itakuwa noma sana. Mimi swali langu la kwanza ni miaka 10 ya muziki wako ina mafanikio kiasi gani kwa upande wako na kwa career yako? Miaka 10 ya maisha yangu ya muziki, niseme tu namshukuru Mungu kabisa. Kitu cha kwanza kabisa ni mshukuru Mwenyezi Mungu, nishukuru mashabiki kwa sababu kukaa kwenye game miaka 10 na bado kuendelea kuwa top sio kitu kidogo. Mafanikio ni kuzidi kuongeza mashabiki. Mafanikio makubwa ni kuzidi kutoa muziki mzuri na watu wakausikiliza zaidi. Mafanikio makubwa ni kwa ajili ya kuwashika pia mikono vijana wenzangu na kwenda nao. Hayo ndio mafanikio ambayo ninayashukuru kwa kweli kwa miaka 10 ya muziki wangu. Umelijibu vizuri sana Nandy, na mimi kila mtu amekuwa sawa kabisa baada ya kusikia hivyo. Swali la pili litatoka kwa mmiliki wa Rick Media na nafikiri uko tayari kujibu swali hili. Hongera sana Nandy. Asante. Najua miaka 5 Nandy Festival kuna vitu vingi ambavyo umevifanya tayari na watu na tabia kuzoea show au festivals za wasanii. Pengine unaweza kutuambia kwa mwaka 2026 Nandy Festival ina tofauti gani ambao utamfanya mtu atoke nyumbani aje kwenye show? Tamasha la 2026 kwanza kabisa kama nilivyosema, tamasha letu lilatimiza miaka 5. Tangia tulivyokuwa tunaanza tumeanza kwa changamoto nyingi sana, lakini ndani ya miaka 5 tumejifunza zaidi, na especially tumetembelea matamasha makubwa mbalimbali ambayo ya burudani ambayo mnaenda kufanya performance, na tulikuwa tunajifunza vitu vingi. Tamasha la 2026 ni wahakikishie kuanzia production, kuanzia stage, kuanzia shows zitakavyopangiliwa. Hatufanyi show nikana, tutafanya show kwa ajili ya kuburudisha mashabiki. Kila kitu kitakuwa top notch. Hii 2026 ya mwaka huu ni mwaka wa kuonyesha experience ya miaka 4 nyuma ya Nandy Festival kwamba tumekomaa na tunaenda kufanya kitu kikubwa sana. Hongera sana Nandy, na nikupe hongera zako kwa sababu kwenye kubadilisha maisha ya watu kuna watu ambao wanakuwa na wewe kwenye safari yako ambao wao pia wanabadilisha maisha ya watu wengine. Na imani umekutana na videos za Esco Donald mitandaoni akibadilisha maisha ya watu kupitia The Umbrella. Na yeye hapa anataka kuulize swali. Naamini uko tayari kulijibu. Asante. Nandy, hongera sana. Asante. Miaka 10 kwenye muziki sio jambo dogo. Hongera sana kwa hilo. Ningependa kujua kwenye huo muda wa miaka 10 kwenye muziki, ushindani kwa upande wako kama msanii unauonaje kuanzia muda wa kwanza mpaka leo? Competition kwenye muziki ni kitu kizuri na imenipa chachu. I think mimi ni mtu ambaye anapenda sana competition na nakaribisha challenge kwenye muziki wangu. Kwangu mimi kiukweli imenipa chachu ya kuwa Nandy wa sasa hivi tangia mwanzo. Mimi competition ninayo tangia niko THT. Nadhani kwa watu ambao wamekuwa na mimi wanajua nimepata competition nyingi sana mpaka sasa hivi. Challenge ni nzuri sana kwenye muziki na ndio zinazonifanya niwe mpaka sasa hivi. Niseme tu tuendelee kufanya muziki mzuri and tuendelee kuchallengeana. Hiyo ndio inawapa fursa mashabiki kupata kitu kizuri kutoka kwetu. Nafikiri ili kuokoa muda tutapokea maswali matatu ya mwisho. Na sasa hivi litatoka kwa Dylan kutoka Bongo FM. Sawa, hongera sana Nandy. Asante. Watu wengi wanatamani watoto wa kike kufanya kitu kama hichi lakini wanashindwa, lakini kwako inawezekana. Nandy, umekuwa ni mtu ambaye una take time sana kutoa ngoma. Watu tumeona wanatoa ngoma back to back, take time baada ya siku 2-3 wiki wanachia ngoma mpya. Kwa nini kwako Nandy umekuwa ukitake time sana kwenye kutoa ngoma? Kwa maana kwamba streams sio kila ambacho nakitegemea kwenye mapato yako, ama kuna vingine na vingine? Swali zuri. Of course napata comment nyingi sana za kuuliza
Kwa nini na take time sana kutoa ngoma? Watu wanatakiwa wajue kitu na wengi wanajua of course. Mimi ndio bosi, mimi ndio kila kitu kwenye muziki wangu. Ninapotoa nyimbo, investment nzima inatoka kwenye mfuko wangu, ambao mfuko una rotate kwenye muziki wangu. Kwa mfano nikitoa nyimbo sasa hivi, kwa mfano nimetoa Asante, imenipa mafanikio makubwa sana. Ni miezi mitatu sasa hivi sijatoa nyimbo, watu wananiambia toa nyimbo. Why sitoi kwa mapema? Kwanza nahitaji muziki ufike pale ninapotaka ufike. Cha pili lazima ni recoup mapato yangu ili niweze kuinvest zaidi na zaidi. Ninapotoa muziki nina invest na bado nina wafanyakazi sio chini ya 20 ambao wananifanyia kazi ya muziki ambao pia lazima niwalipe. Kwa lazima ni take time, ni recoup, niweke hela, niweke faida pembeni, niweke kingine pembeni, hii nirudishe kwenye muziki zaidi, nyingine niweze kuendesha maisha yangu kwa ujumla. Kwa hiyo ndio maana ina take time, lakini hainisumbui kwenye streams, kwa sababu ni washukuru mashabiki zangu, hao streams ambao nawapata they are enough kwangu mimi kuwa hapa nilipo na zinanilipa sana. Yeah. Naamini umelijibu vizuri, na kwa haraka Roger Mastori kutoka Kari Mastori na yeye pia ana swali. Nandy, hongera. Asante. Unapambana mambo yako. Swali langu ni kwamba mmoja kati ya kapo ambazo sasa hivi zinatajwa kwamba zina utajiri mkubwa ni familia yako, wewe na Billnass. Maswali ni mengi mtandaoni. Je, Nandy na Billnass ni muziki huu ama kuna biashara zingine mnafanya? Wengine wanasema kwamba kama unavyojua Watesi, wao wanalala na nyoka hiyo, haiwezekani. Sio kwa utajiri huo. Cha kwanza, sisi sio matajiri, bado ni vijana ambao tunajitafuta kwenye maisha. Na cha pili ni muziki ndio unaotupatia maisha. Na idada Volley, kwa nini muziki? Kwa mimi hapa, mimi na mume wangu ni wafanya biashara na watu wanajua kwamba ni wafanya biashara. Kuna biashara ambazo mnaziona na kuna biashara ambazo nyingine hamzioni. Tunafuga, tunafanya vitu vingi, tuna mashamba. Siwezi kukaa katikati ya shamba na sasa, jamani, leo ndio navuna vitunguu. Kitu ambacho hakiwezekani. Lakini hizo biashara zimetokana na muziki na mashabiki. Mashabiki zetu ndio wametupa sisi nguvu na umaarufu wa kuingia kwenye biashara, kwa sababu hao mashabiki ndio hao wateja wetu. Mafanikio yetu haya madogo tuliyopata yametokana na mashabiki zetu na jinsi tunavyoshirikiana mimi na mume wangu. Yaani hela ya mume wangu, hela yangu ni kitu kimoja. Yaani sisi tunaishi katika umoja. Yaani tukihitaji kufanya kitu fulani tunakifanya kama timu. Ndio maana vitu vinafanikiwa kwa haraka kwa kiwango hicho ambacho watu wanakiona. Lakini bado sisi ni vijana ambao tunajitafuta, hatujafikia utajiri wala hatujafikia kuwa na hizo hela ambazo labda watu wanazizania. Ni mipango tu ambayo tunaipanga na inatimia. Yeah. Okay, swali la Roger Mastori nafikiri ni swali ambalo kila mtu alikuwa anataka kujibiwa hapa na umelijibu vizuri sana. Sasa swali la 6 litatoka kwa Mr. Mamen kutoka 96 Link. Yeye pia ana swali kwa. Kwanza nisiwe mchoyo wa fadhila kukupa hongera Nandy. Asante. Hongera kwanza Asoro Bingwa. Hongera vile umependeza. Hongera tatu na Festival 2026. Swali langu ni kutokana na show ambayo ulifanya juzi tu hapa Kenya. Yeah. And of course wewe ni miongoni mwa waliosema kwamba umelipwa fedha nyingi sana. Yeah. Sisi tunataka kufahamu, unahisi je, wewe ni most expensive artist in Tanzania ambaye anapokea mkwanja mrefu kuliko wasanii wengine wote wa kike nchini? Asante kwa swali. Nitajibu hilo. Kuwa the most expensive female artist kwa Tanzania, siwezi nikasema ndio, kwa sababu sijui mikataba ya watu wengine. Mikataba ni very confidential. Leo mimi nitasaini mkataba wa $200,000, mtu mwingine atakuwa na show sitajua amesaini mkataba wa shilingi ngapi. Kwa hiyo kujudge kwamba mimi ni zaidi au mimi sio zaidi au mimi ni nani, siwezi kujua kutokana na mikataba ni confidential. Lakini what I know, ninalipwa enough kuendesha maisha yangu ninavyotaka. Okay, swali la mwisho linatoka kwa Schneider kutoka East Africa Television pamoja na East Africa Radio. Nandy, hongera sana kwa msimu wa 5 tunaondoka. Swali langu linasema The African Princess imesaini msanii mpya Pipi Georgia. Anafanya vizuri kwenye muziki. Matarajio yako ni nini kwa msanii huyu kwenye safari yake ya muziki na wewe kupata faida? Pipi Georgia ni kizazi
kipya kama mnavyomuona, na anafanya vizuri sana, na leo jana usiku ameachia wimbo wake unaitwa Nakutaka, na ndio wimbo mnaosikia hapa. Lakini matarajio makubwa ya The African Princess Label, tayari tumesha sign mikataba na distributors wakubwa, and I think baada ya miezi kama 4 mbele tutafungua kituo rasmi cha The African Princess Label Quarter, ambayo itakuwa inapokea vijana wa kike tu kwa ajili ya kuwaendesha kimuziki. Humo ndani kutakuwa kuna watoto wa kike ambao wako kundi kama wanaimba bendi. Humo ndani kuna watu watakuwa special kwa matangazo. Humo ndani kutakuwa special madansa. Humo ndani kutakuwa kuna watu wasanii. Yaani kama ilivyokuwa THT, kwa sababu mimi kiukweli nimekuwa inspired sana na kituo cha THT nilipotoka, na kwa sasa hivi hakipo. Nilitamani sana siku na mimi nije niwe na tawi kama la THT, na pale limeenda kutimia. Tayari tushasaini mikataba na kuna wasanii sio chini ya 20 wako chini ya The African Princess Label. Tunasubiria tufungue hiyo eneo kwa ajili ya watu wote kuja kuonyesha kipaji chao. Yeah. Okay, Nandy, nafikiri hapa tuwapendelee tu waandishi wa habari kwa sababu wamekusubiri kwa muda mrefu sana. Yeah, kutoka Skit TV ana swali hapa pia, msikilize kwa makini. Ndio. Nandy, hongera kwanza, unapendeza. Nashukuru. Asante sana. Nakumbuka Nandy Festival last time. Yeah. Wapa nafasi watu binti sana na walitawala kwa Nandy Festival. Nakumbuka last time. Yeah. Tutegemee nini kwa Nandy Festival kwa mwaka? Kwa nafasi kwa mabinti kama vile ambavyo wapa last time? Of course, mabinti watapata nafasi. Watapata nafasi kubwa tu kwa sababu The Princess Label kama unavyojua ni ya mabinti. Na mimi natamani sana kuona vipaji vya mabinti wengi. Wapo ambao wasanii wakubwa ambao wataperform, wapo ambao wasanii ambao ni chipukizi ambao pia wakihitaji nafasi pia tutawapa wataperform. Yeah. Okay, Nandy, Roger anasema anataka kuchangamshe kidogo. Nandy, umekuwa kwenye game kwa muda mrefu. Tunaona baadhi ya mashabiki wamekuwa wakikushindanisha na baadhi ya wasanii ambao pia wamekuja kwenye muziki hivi karibuni. Wewe unaichukuliaje unapokuwa unaona unashindanishwa, labda let's say mara umewekwa picha ya Zuchu pembeni, mara picha ya msanii fulani wa kike? Unahisi ni sawa The African Princess Nandy kushindanishwa na wasanii wengine ambao pia tayari wameshakuta kwenye muziki? Unaichukuliaje? Ndio changamoto ya game, ni kitu kizuri, ni sawa kabisa. Kwa sababu wasanii wote wa kike wanafanya vizuri na sio kitu kipya kwao. Kuwekwa pick mix ya kushindanishwa tangia mwaka 2016 na shindanisho ni vitu vya kawaida. Na ni challenge ambayo naipenda, naitaka na iendelee, na tukaze, tu challenge yana. Okay, that's nice. La mwisho kabisa kutoka kwa Mamen anaongezea, then tunaendelea na ratiba mbele. Nandy, ukiwa kama the CEO pia wa African Princess Label, pengine hili utufafanulie vizuri sisi wapiki news wa mitandaoni. Msanii wako mmoja ameniachia ngoma. Cha ajabu, ile ngoma mimi nikiangalia naona ipo kwenye account, labda simu yangu inanidanganya, lakini naona kwenye account ya zamani tofauti na mpya. Sijajua kuna mkanganyiko wa kimitandao ya Pipi Jojo au vipi, kwa sababu naiona kule huku tena nachanganyikiwa. No. Ni mambo ya kimkakati, hata sisi tunajua. Ukiwa na account mpya YouTube, sheria zake lazima uwe na content zaidi ya 5 ili iweze kuhamisha material yako uwe sasa rasmi unaona account yako, wala sio swala la kuona kama ni mkanganyiko. Tumwache aendelee kufanya muziki, kila kitu kitaka sawa. Mapato yake atayapata kwa sababu yako monetized kwetu. Yeah. Okay. Nafikiri session ya maswali na majibu tumeimaliza vizuri sana.